Lakini hapo hapo ukiangalia ile Qur'an ilivyoandika, wao Waislamu moja kwa moja wanadai na wana imani kwamba imetoka kwa Mungu. Haya, hata nyinyi wa Kristo mkisema maneno aliyowaleta Musa kule mlimani alikuwa peke yake, lakini mnakubali kwamba yale maneno alikuwa yanatoka kwa Mungu moja kwa moja. Hata Yesu mwenyewe amezaliwa na Mariam, kajitambulisha mwenyewe, mnakuja kukubali kwamba yeye ametoka kwa Mungu moja kwa moja. Paulo naye alitokewa, amesema alitokewa na Yesu wakati yupo safarini, mnakuja kukubali kwamba kweli Paulo ametokewa na Yesu. Huyu mtume Muhammad ambaye ametokewa na malaika Jibrili kwenye Jabal Hira, mnakuja mnampinga kwamba ni nini mnachoona kwamba inawezekana yeye hakutokewa yeye peke yake? Na je, mbona hao wengine nao mnakubali kwa maneno ya wao wenyewe ambao wanakuja kuongea kama mtume Muhammad mwenyewe anavyoongea? Unajua sasa ile kisa ya pangoni ndio huwa tunasoma inakosa kuigiana. Kwa sababu hiyo kisa ya pangoni, alikuwa mtume Muhammad ako kwa pago, tunaambiwa leo na Waislamu huko kwa pago alitokewa na malaika. Ndiyo. Huyu malaika akamwambia ikila ya Muhammad soma. Akambana bafu. Sasa wale wanaoandika hiyo kisa wanasema wakati mtume Muhammad ametoka kwa hiyo pago, ametoka akiwa na hofu. Mwenye alienda kumtolea hofu ni mke wake Hadija. Sasa hoja yenye inakosa kuingia kwa akili. Huyu Hadija alikuwa malaika, huyu Hadija alikuwa nabii, ama huyu Hadija alikuwa nani? Ndio ajue mwenye ametoka huko kwa pago alikuwa ni malaika, wakati mwenye amekuwa kwa pago yenyewe ajui ni nani. Wao wanasema ni yule padre, ndo kwa sababu yeye alikuwa ameshasoma kuhusiana na mtume kuja na dalili zake. Kwa hiyo alivyosema yale wakaunganisha, yani wakaunganisha kwamba kwa sababu yeye alishasema basi ndo huyu na ni kweli, na kitu ambacho itakuwa kitokee ndo hicho kimetokea. Kwa hiyo akasema yule ni fulani, ndo vile vile. Sasa mimi nilikuwa sijafika kwa padre. Ndio. Na padre hakuna mahali alikuwa amesema huyo mtume akija atabanwa kwa pago. Okay. Kile ambacho kilikuwa kimesemekana na padre walikuwa wanasema atazaliwa mtume huku ambaye atawatoa watu katika ibada ya masanamu. Lakini akasema atakuwa na alama katika mwili. Lakini hakusema kwa pago ataenda kubanwa. Na kama ingekuwa ni kweli huyo mtume atakuwa anaitwa Muhammad na ndiye mke wa Hadija, ndiye mume wa Hadija. Hadija angekuwa amemjua hata kabla hajaenda kwa pago. Lakini wakati anatoka kwa pango ndio anakuja kuambiwa na Hadija, wewe huyo mwenye amekutokea huko si shetani. Kwa sababu yeye amekuja anasema nimehofia nafsi yangu kuchezewa na mashetani. Sasa kwa nini ahofie nafsi yake kuchezewa na mashetani wakati anatuambia mwenye amemtokea ni malaika? Kwa sababu wale wengine wanakuja anasema mimi ni malaika, usiogope. Sasa ukikuja hapo unajua nilitokewa na malaika. Lakini huyo alitokea Muhammad akakosa kujua ni nani, akatoka kwa pango mpaka afike nyumbani na hajui nani kamtokea, alikuwa nani na hakujitambulisha huko. Lakini ukisoma vitabu zingine sasa za mashehe utapata ya kwamba zinasema kwamba alijitambulisha. Sasa tukikubaliana nao tuseme alijitambulisha, mbona alibaki na hofu mpaka aondolewe na mkewe? Okay. Unaona hiyo kisa vile inakuwa iko na mtihani. Okay. Sasa kutoka hapo ndipo wanaenda kwa padri Waraka. Yeah. Waraka naye anamwambia sasa, wewe kuanzia leo ujue ya kwamba wewe ni nabii. Na kwa sababu hawa watu watakukataa, ninatamani niwe mhai ndio nikunusuru wakati watakukataa. Alafu huyu padri huyu Waraka akafa. Inasema ya kwamba alipokufa wahai ukasimama. Sasa wahai ulikuwa na mahusiano gani na Waraka? Simu wahai ulikuwa utoke kwa Mungu. Sasa hata kama angekufa Waraka, wahai ungeendelea tu kwa sababu wahai unatoka kwa nani? Kwa Mungu. Lakini vitabu zinasema ya kwamba wahai ulisimama. Wahai ulikuwa na uhusiano gani na Waraka? Okay. Unaona Kwa hivyo katika hiyo kisa tu cha pangoni kinawetia mashaka utume huo. Okay. Tunaweza, unajua hatuwezi kukataa mtu na kila kitu. Kuna mambo ambayo Muhammad amesema ambaye tunaweza sema ni ya ukweli. Lakini yale mengine ambaye si ya ukweli bado lazima tuwaseme. Sasa kama kuna Muislamu ambaye ataweza kutuconvince na kutujibu hizi hoja bila kututukana ama kutukejeli na kutuelekeza, tuko tayari kukubali. Unaona Lakini hizo hoja ni hoja za msingi ambazo tumezitoa kwenye vitabu vyao, tumesoma na tukaona ya kwamba hapa kuna mashaka. Alafu